Leo tutajadiliana umuhimu wa kujifunza Kiingereza. Kujifunza Kiingereza ni mojawapo ya njia muhimu zaidi ya kukusaidia kuzoea maisha nchini Marekani. Kwa kujifunza Kiingereza, unaweza kupata kazi bora zaidi na pia kuwasiliana kwa urahisi na watu walio karibu na wewe. Utakuwa na fursa zaidi ya elimu na mafunzo. Uzoefu wa Kiingereza utaongeza imani yako katika mahali unaishi na kufanya mambo katika jamii yako mpya. Hii itamaanisha hautategemea sana shirika lako la kuwahudumia wakimbizi. Kujifunza Kiingereza ni jukumu lako. Ni vigumu sana kujifunza na kutumia lugha mpya. Lakini tunajua kwamba ni ujuzi muhimu ambao unahitaji kuwa nao unapoishi Marekani ili kuweza kuwasiliana na watu kazini, shuleni na pia kwa jumuiya yako. Itakuchukua takriban saa 800 za mazoezi ili kuwa na ufasaha wa lugha. Utahitaji kuwajibika kuweka wakati unaohitajika kujifunza Kiingereza kila siku. Haya ni baadhi ya mawazo ya kujifunza Kiingereza. Kwanza, hudhuria madarasa ya Kiingereza katika jamii au mtandaoni. Tumia programu za kujifunza kama vile Duolingo au HelloTalk. Tazama runinga au filamu kwa Kiingereza ukiwa na manukuu katika lugha yako ya asili. Tazama video za YouTube na kujifunza Kiingereza. Haya ni baadhi ya vidokezo zaidi vya kujifunza Kiingereza kwa haraka zaidi. Jizoeshe kuzungumza Kiingereza nyumbani kwako na familia yako. Weka lengo la kutumia angalau dakika 30 kwa siku kujaribu kuzungumza kwa Kiingereza pekee. Jizoeshe kufikiria kwa Kiingereza. Omba usaidizi kwa marafiki na wafanyikazi wenzako wakusaidie kujizoesha kuzungumza nao kwa Kiingereza. Fanya mazoezi kile unachojifunza darasani nyumbani kati ya vipindi vya masomo. Jitahidi kuelewa kanuni na sarufi pamoja na kujifunza msamiati mpya. Rudia maneno unapozungumza na wazungumzaji asili wa Kiingereza ili kujizoesha matamshi. Ni sawa ikiwa bado hujui Kiingereza vizuri. Kuwa mvumilivu unapojifunza na usivunjike moyo. Jifunze jinsi ya kusema sielewi na ninajifunza Kiingereza ili uweze kuomba usaidizi kutoka kwa wengine wakati huelewi. Utaboresha kwa wakati na mazoezi. Usiruhusu Kiingereza kidogo kikuzuie kupata kazi, kujiandikisha shuleni au kupata marafiki. Bado unaweza kufanya mambo haya yote unapojifunza Kiingereza. Kwa nini unapaswa kuhudhuria madarasa ya Kiingereza? Darasa la Kiingereza litakusaidia kuboresha ustadi wako wa kuongea, kusikiliza na kusoma. Utajifunza kanuni za sarufi ambazo zitakusaidia kuelewa jinsi lugha inavyofanya kazi. Utakutana na marafiki ambao pia wanajifunza Kiingereza. Utaweza kujiamini zaidi katika ujuzi wako wa Kiingereza na utaboreka kwa haraka zaidi. Kurudia husaidia kukumbuka au kuhifadhi. Kadri unavyorudia unachojifunza na kufanya mazoezi kila siku, ndivyo utakavyokumbuka zaidi ulichofundishwa darasani. Unaweza kuzungumza na marafiki bila kutumia Google Translate kwa sababu utakumbuka mambo uliyofundishwa darasani. Weka lengo la kuhudhuria darasa la Kiingereza mara nyingi kadri unavyoweza na uweke programu kwenye simu au tablet ya kujifunza Kiingereza wiki hii ili uanze kufanya mazoezi. Utah Valley Refugees hutoa madarasa ya Kiingereza bila malipo mara 3 kwa wiki.
Jumatatu na Jumanne usiku na Jumamosi asubuhi. Kunaweza kuwa na madarasa ya ziada na mafunzo yanayopatikana. Uliza msimamizi wa kesi yako kwa ratiba kamili ya madarasa na umjulishe ikiwa unahitaji usaidizi zaidi wa kujifunza Kiingereza. Kuna programu zingine za kijamii ambazo hutoa madarasa ya Kiingereza bila malipo au kwa gharama ya chini. Uliza meneja wa kesi yako usaidizi wa kujiandikisha kwa madarasa haya ikiwa unataka muda wa zaidi wa mazoezi.